Hello wadau wetu, karibuni tena kwenye chaneli yetu ya KingoFarm. Sasa leo nimekuandalia makala inayohusiana na namna ya kutengeneza chakula cha kuku kwa kutumia majani. Sasa hapa nitakutajia majani matatu ambayo yanafaa zaidi kwenye kutengeneza chakula cha kuku. Sio kila majani yanafaa kutengenezea chakula cha kuku. Hapa unatakiwa mfugaji kuelewa. Kuna majani mengine ananing'iniziwa ili ayadonoe. Kuna majani mengine anasagiwa, yanawekwa kwenye maji yake ya kunywa, na kuna majani mengine yanaandaliwa vizuri kabisa na yanachanganywa kwenye chakula cha kuku. Hii yote inategemea ya majani hayo yanaenda kufanya kazi gani na yanatunzwa kwa namna gani. Kwa leo hii nitakupa majani matatu ambayo yatasaidia kupunguza gharama za chakula, na haya majani ndio yanayofaa kwenye kutengenezea chakula cha kuku. Kama nilivyosema, sio kila majani yanafaa kuchanganywa kwenye chakula cha kuku. Mengine yanatundikiwa tu, yeye atayadonoa. Mengine atasagiwa, yatawekwa kwenye maji, na haya nitakayokutajia leo yataandaliwa vizuri kabisa, yatawekwa kwenye chakula. Na namna sahihi ya kuandaa haya majani ambayo yanawekwa kwenye chakula, unayachukua, unayaanika kivulini. Unaanika sehemu ambayo haina jua, sehemu ya kivuli. Yakisha kauka vizuri kabisa, unasaga. Ukisha usaga, ule unga wake ndo unaenda kuwekwa kwenye chakula. Uende ukawe mbadala wa kitu fulani, labda mbadala wa protini, au uende ukaongeze protini pamoja na madini na kadhalika. Inategemea hayo majani yamecontain kitu gani. Na kuna majani lakini pia kuna unga ule wa maganda ya ndizi kwa wale ambao wanatumia vitabu vyetu. Ukiyakosa haya majani ambayo nitakutajia hapo, basi unaweza kutumia ule unga wa maganda ya ndizi. Na kwenye haya maganda ya ndizi uandaaji wake uko tofauti kidogo. Haya maganda ya ndizi hatuyaaniki kivulini, kwa sababu ukianika kivulini hayatakauka, yataishia tu kuharibika. Ila huwa tunayaanika juani. Unayaanika juani, na tunaanika juani pia kwa sababu ni magumu. Yaani vile virutubisho haviwezi kupotea kama utayaanika juani, tofauti na haya majani mengine ambayo ni laini sana. Kwa hiyo kwa kipengele cha kama utakosa haya majani utatumia maganda ya ndizi, au kama utakuwa navyo vyote, basi hivi vingine haya majani ambayo nitakutajia hapo mbeleni utayaanika kivulini. Lakini haya maganda ya ndizi utayaanika juani, yakisha kauka vizuri kabisa unasaga na unaenda kuutumia ule unga wake kwenye chakula cha kuku. Haya majani tunayatumia ni kwa sababu yamecontain kiwango kikubwa sana cha protini pamoja na madini. Kuku wanahitaji virutubisho vyote, lakini wanahitaji protini na madini zaidi. Na ndio maana tunatumia majani ambayo yana hivi virutubisho kwa wingi. Na kama tunavyojua kwenye kipengele hapa cha protini kwa kuku ni gharama. Yaani ukizungumzia soya, dagaa, kuweka kwenye kile chakula cha kuku ndio ni kitu ambacho huwa kinakuwa kina gharama kubwa sana. Kwa wale ambao wanatumia formula zetu, tumejaribu kuweka ile formula iwe ya gharama nafuu kwa kuweka haya majani na kupunguza kiwango cha dagaa pamoja na kile kiwango cha soya. Kuna asilimia tumetoa kwenye soya na kwenye dagaa tumeenda kuziweka kwenye majani. Ndio maana utakuta kwenye zile formula zetu tumekuandikia labda kilo kadhaa za majani labda ya mlonge, au kilo kadhaa za maganda ya unga wa ndizi. Ni kwa sababu tumeenda tunapunguza ili ile formula isiwe na gharama kubwa sana. Kwa wale ambao wanatumia vitabu vyetu, hii ni moja ya advantage kubwa sana ambao utawafanya kuku wako wawe na afya bora kwa gharama nafuu, kwa sababu tumezingatia vitu kama hivyo. Kuna majani ambayo kuku wanayahitaji na yana umuhimu mkubwa sana, na umuhimu wake pia mwingine kwa wewe mfugaji atakupunguzia gharama, kwa sababu yataenda kufiksi yale maeneo ambayo ulitakiwa uweke dagaa nyingi zaidi, lakini unaweka dagaa kiasi na kilo kadhaa zinahamia kwenye haya majani. Kama una vitabu vyetu, ningekushauri ununue. Vitabu vyetu vinauza 10,000 tu kwa kitabu kimoja. Ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu hapo hapo kwa njia ya WhatsApp, au kama una email utatumiwa kwenye email yako. Tuna kitabu ambacho kina muongozo wa kuwafuga kuku wa kienyeji kuanzia vifaranga mpaka wanakuwa wakubwa, na ukawafuga vizuri kabisa, ukafanikiwa kuzalisha kuku wengi wa kienyeji kwa kufuata miongozo hiyo. Wengi tumekuwa tukifuga tu kuku wa kienyeji kwa kuwaachia, lakini ukifuata muongozo maalum utajikuta umezalisha kuku wa kienyeji wengi sana. Hiki kitabu kinaitwa Ufugaji Bora wa Kuku wa Kienyeji. Kitakusaidia sana sana sana. Kimeelekeza mambo mengi yanayomhusu kuku wa kienyeji, ikiwa pamoja na changamoto zake na namna ya kutatua hizo changamoto za kuku wa kienyeji. Kitabu hiki kinaitwa Ufugaji Bora wa Kuku wa Kienyeji. Lakini pia tuna kitabu cha Ufugaji wa Broiler. Hiki kinakupa muongozo mzima wa kumfuga broiler. Kuanzia unapomuingiza kifaranga mpaka unampeleka sokoni, anahitaji huduma gani, ikiwa kimezingatia pia kupunguza gharama za kumfuga broiler, kwa sababu kwenye hiki kitabu tumeelekeza booster za asili, kinga za asili, chanjo za asili. Tumeelekeza vitu vingi sana, na kuanzia siku ya 22 utaweza kumtengenezea finisher wewe mwenyewe ili kupunguza gharama ya chakula. Kama tunavyojua broiler, ukienda kichwa unaweza usione faida kabisa, lakini kama utajua vile vitu vya muhimu ambavyo unaweza ukavibana kwa kutumia vitu vya asili, basi utaweza
kuiona faida yako nzuri kabisa. Lakini pia tuna kitabu cha Safari ya Ufugaji. Hiki kitabu kinakupa mwongozo mzima wa kumfuga chotara, layers, japokuwa hata kwa kienyeji unaweza ukatumia mwongozo wake, lakini ni sana sana kwa chotara pamoja na layers, mwongozo mzima. Huyu kuku anahitaji kitu gani tangu akiwa kifaranga mpaka anakuwa mkubwa. Lakini pia tuna kitabu cha tiba za asili. Kitabu hiki cha tiba za asili kinakuelekeza tiba zote pamoja na kinga za magonjwa yote ya kuku za asili. Kimeelekeza vipimo sahihi vya mimea ya kuchanganya, siku za kuwapa na magonjwa ambayo hiyo mimea inatibu. Ni kitabu kizuri sana kwa sababu kitakupunguzia gharama ya kwenda kwenye duka la dawa kununua madawa fulani, na utaweza kutumia za asili na kuku wako watapona vizuri kabisa ndani ya siku 3. Hata kwa yale magonjwa ambayo hayana dawa za dukani, kwenye kitabu cha tiba za asili utakuta tiba yake na inafanya kazi vizuri ndani ya siku 2 mpaka 3, kuku wako wanakuwa wamepona kabisa. Lakini pia kuna kitabu ambacho kinaelekeza booster tu za asili pamoja na ratiba ya kuwapa hizi booster za asili. Labda Jumatatu uwasagie majani ya mpapai, Jumanne uwasagie kitunguu saumu, Jumatano na kadhalika. Kila siku kimekupa ratiba pamoja na vipimo ili kuku wako waweze kuwa na afya bora na uweze kupunguza gharama za kununua mabusta ya dukani, mavitamini ya dukani. Basi hiki kitabu kitakusaidia sana kwa sababu kina mambo mengi ambayo ni muhimu sana kwa kuku wako ili uweze kupata matokeo. Kila kitabu zingatia gharama yake ni shilingi 10,000 tu, lakini vile vile tuna kundi la WhatsApp ambalo ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Ukilipia hii 8,000 tutakuunga kwenye kundi, utapata elimu ya uleaji wa vifaranga, lakini vile vile ukiwa na maswali ukiuliza utajibiwa, na pia kama unahitaji ushauri kuhusiana na ufugaji ukiuliza utajibiwa. Lakini KingoFarm tunauza incubator nzuri za kisasa ambazo zinafanya kazi kwa asilimia zaidi ya 90. Utapata vifaranga wako vizuri kabisa ukitumia hizi incubator zetu, na tutakuelekeza kuanzia siku ya kwanza unapoweka mayai mpaka wanakuja kupatikana vifaranga. Tutakuwa pamoja na wewe ili kuhakikisha umepata matokeo mazuri kabisa. Incubator zetu ukilipia tunakuagizia mkoa wote ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Wewe utasema ulipo, utalipia nauli, sisi tutakusafirishia kwa uaminifu mkubwa sana, na tutaendelea kushirikiana na wewe mpaka utakapopata vifaranga. Kama unahitaji hizi huduma zetu, basi utachukua namba kwenye video, utatupigia au utatutumia ujumbe WhatsApp. Sasa tuangalie hayo majani ambayo yanatumika zaidi kwenye kutengeneza chakula cha kuku. Kwanza ni majani ya mlonge au moringa, nadhani wote tunayafahamu, na kama huyafahamu basi utaweza kuangalia picha huko kwenye video. Haya majani tunayatumia sana kwa sababu yana kiwango kikubwa sana cha protini pamoja na vitamini ambazo ni muhimu sana kwa kuku, au kuku anazihitaji kwa kiwango kikubwa. Maana tunatumia haya majani ya mlonge. Lakini majani mengine ambayo tunayatumia kwenye kutengeneza chakula ni majani ya alfalfa. Majani ya alfalfa nayo yana kiwango kikubwa sana cha protini. Yanasaidia sana kwa kuku anayetaga aweze kutaga mayai ambayo yana kiini cha njano, lakini pia kwa kuku wa nyama yatamfanya awe na afya bora, uzito wake uongezeke kwa kasi kubwa sana. Na majani ya tatu ambayo tunayatumia kwenye kutengeneza chakula ni majani ya viazi vitamu. Haya majani ya viazi vitamu pia tunayatumia kwa sababu ni majani ambayo kuku anayapenda sana. Yaani kuku ukimpa yale majani anavutiwa kula na kile chakula, lakini sio hapo tu, pia yana madini na vitamini nyingi sana. Kwa hiyo unaweza ukayatumia kwenye kutengeneza chakula na ukapata matokeo mazuri. Unapotumia haya majani, kitu cha muhimu kabisa cha kuzingatia, yachume vizuri, yasafishe vizuri, yawe masafi. Baada ya kuyasafisha vizuri, yaanike kivulini. Yakisha kauka, ponda ule unga wake, nenda kachanganye kwenye chakula cha kuku. Na kama utakuwa hauna haya majani ambayo nimekutajia, unaweza kutumia ule unga wa maganda ya ndizi. Kwa wale ambao wana vitabu vyetu nadhani mmeona ni kiasi gani ambacho kinahitajika. Usiweke mengi sana, hapana. Tumia formula maalum. Kwa wale wenye kitabu chetu mle tumeainisha kuna asilimia kadhaa ambayo wanakuwa wanahitaji.